Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 127 fasi ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025, ninaomba kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu lipokee, kujadili na kupitisha taarifa ya hali ya uchumi wa taifa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-27. Pamoja na hotuba hii, Mheshimiwa Spika, ninawasilisha vitabu vya taarifa hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-27. Taarifa hizi mbili, Mheshimiwa Spika, ndizo zitakuwa msingi wa hotuba ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-27 itakayowasilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Fedha katika bunge lako tukufu baadaye leo alasiri. Awali ya yote, ninamshukuru Mungu kwa neema ya uhai, afya, amani na utulivu iliyotuwezesha kukutana hapa leo na katika kipindi chote cha bunge hili la bajeti ambalo linaendelea. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Spika, ninamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa fursa aliyonipatia ya kuwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, ambayo imeniwezesha kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha taarifa hii kwa niaba yake na kwa niaba ya serikali anayoiongoza. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Emanuela Kaganda Mtatifikolo kwa kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Isimani. Ninamtakia mafanikio makubwa katika kuwatumikia wananchi wa jimbo la Isimani na Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake makini. Kwa kipekee ninamshukuru na kumpongeza kwa ziara yake ya kihistoria na yenye mafanikio makubwa aliyoifanya hivi karibuni katika taifa kubwa la Urusi, akiwa ni rais wa pili wa Tanzania kufanya ziara rasmi nchini Urusi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kuzingatia kuwa ziara ya Mheshimiwa Rais nchini Urusi ni sehemu ya utekelezaji wa falsafa yake ya kuifungua nchi au kile tunachokiita pragmatism, ambayo inazingatia uhalisia wa mambo kwa wakati husika katika kufanya maamuzi ya msingi ya kisera za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Katika falsafa hii, anapofanya ziara za nchi, Mheshimiwa Rais anaenda kutafuta washirika, yani partners wa maendeleo. Haendi kutafuta wafadhili au wadhamini kwa maana ya sponsors au patrons. Mheshimiwa Rais anaenda nje kutafuta fursa za biashara na uwekezaji na sio kutafuta misaada. Mheshimiwa Spika, na katika kusaka fursa za biashara na uwekezaji, hatutachagua wapi pa kwenda, wala hatutakubali kuchagua rafiki wala adui. Kama alivyowahi kusema Deng Xiaoping, rais wa zamani wa China, it doesn't matter whether a cat is black or white as long as it catches mice. Mheshimiwa Spika, msimamo huu wa rais wetu wa kukataa kuchagua marafiki wala adui sio mgeni kwa nchi yetu. Mara baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru miaka ya 60, lilitokea wimbi na shinikizo kubwa la kuzisukuma nchi za Afrika kuchagua upande wa kushoto au wa kulia au upande wa magharibi au wa mashariki kama ilivyojulikana wakati huo. Kufuatia shinikizo hilo, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza na baba wa taifa letu, aliweka msimamo wa wazi ambao ndio msimamo wetu unaotuongoza leo. Aliposema, naomba nimnukuu, "We desire friendship with the countries of the East as well as with those of the West, and on the basis of mutual respect and non-interference in internal affairs. We will not allow any of our friendships to be exclusive. We will not allow anyone to choose our friends or our enemies for us." Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wake naomba kutafsiri maneno hayo.
tunadhamiria kudumisha urafiki na nchi za Mashariki na za Magharibi kwa misingi ya kuheshimiana, usawa na kutokuingiliana katika masuala ya ndani ya mataifa mengine. Hatutaruhusu uhusiano wetu wa kirafiki na taifa lolote kuwa wa kipekee, wala hatutakubali taifa lolote lituchagulie marafiki au maadui wetu. Hilo ni jukumu letu sisi wenyewe kama taifa huru na lenye mamlaka kamili juu ya maamuzi yake. Kwa hivyo basi, Mheshimiwa Spika, katika kusaka fursa za kiuchumi tutazingatia maslahi yetu mapana ya kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Mheshimiwa Spika, baada ya utangulizi huo, naomba sasa kuwasilisha taarifa ya hali ya uchumi na mpango wa maendeleo. Kwanza nieleze muktadha wa uchumi wa dunia kwa sasa. Mheshimiwa Spika, napowasilisha taarifa ya hali ya uchumi wa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026, tupo katika kipindi ambacho dunia ipo katika hali ya mtikisiko mkubwa wa kiuchumi na kisiasa kutokana na migogoro mbalimbali inayoendelea duniani. Migogoro hii tunafahamu ni pamoja na vita vinavyoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati baina ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani na vita ya Urusi na Ukraine. Mheshimiwa Spika, Tume ya Taifa ya Mipango kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP imefanya utafiti kuhusu athari za vita ya Uajemi katika uchumi wa Tanzania na fursa zinazotokana na vita hiyo. Taarifa ya matokeo haya yaliwasilishwa tarehe 22 Mei mwaka huu. Taarifa hiyo inaonyesha pamoja na mwingine kuwa vita dhidi ya Irani iliyoanza rasmi mwezi Februari mwaka 2026 imesababisha taharuki katika masoko ya mafuta duniani kufuatia hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa mafuta kupitia Ghuba ya Uajemi. Mheshimiwa Spika, taarifa inaonyesha kuwa katika kipindi cha miezi mitatu ya vita dhidi ya Irani, bei ya mafuta ghafi iliongezeka kwa wastani wa dola za Marekani 107.3 kwa pipa kati ya Februari 2026 vita ilipoanza na Juni 5, 2026. Bei hizo za mafuta zilipanda kutoka dola za Marekani 100 kwa pipa mwezi Machi zikaenda hadi dola 126 mwezi Aprili mwaka 2026. Bei hizo zimeshuka hadi kufikia dola 90 mpaka 95 kwa ukanda wa Ulaya na Afrika kwa Juni 8, 9, 2026. Bei hizi hutegemea sana hali ya mashambulizi na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani na Iran. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Tanzania, kama unavyofahamu, Tanzania huagiza mafuta kwa 100%. Mafuta yaliyosafishwa kwa 100% kutoka nje ya nchi, sawa na 13% ya thamani ya bidhaa zote tunazoagiza kutoka nje. Sehemu kubwa ya mafuta haya, takriban 60 mpaka 70, huagizwa kutoka nchi za Ghuba ya Uajemi, hususan Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Kuwait pamoja na nchi za India na Singapore. Mheshimiwa Spika, pamoja na athari zingine, kuongezeka kwa bei za mafuta kumeongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa na huduma. Aidha, swala hili linaweza kuiathiri sekta ya utalii inayochangia takriban dola za Kimarekani bilioni 4.4 na kutoa ajira milioni 1.5 kupitia ongezeko la bei za tiketi za ndege na kuahirishwa kwa safari za ndege mara kwa mara. Mheshimiwa Spika, nihakikishe bunge lako tukufu, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na migogoro ya vita hizi. Hatua hizo ni pamoja na kuendelea kuimarisha usimamizi wa sera ya fedha na bajeti ili kudhibiti mfumuko wa bei, kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala, kuimarisha uhifadhi wa akiba ya mafuta pamoja na kuendelea kutafuta masoko mbadala ya bidhaa zinazouzwa kutoka nje. Vile vile serikali inaendelea kuhamasisha uzalishaji wa ndani wa bidhaa muhimu ili kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje ya nchi, hususan mbolea na baadhi ya malighafi za viwandani. Aidha, jitihada zinaendelea kufanyika katika kuimarisha sekta za usafirishaji, biashara na uwekezaji ili kuongeza ustahimilivu wa uchumi wa taifa dhidi ya misukosuko hiyo. Mheshimiwa Spika, pamoja na athari hasi za migogoro inayoendelea duniani, hususan vita ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, migogoro hiyo pia inatoa fursa
za kiuchumi ambazo tukizitumia vizuri zinaweza kuleta manufaa ya kiuchumi kwa nchi yetu. Baadhi ya maeneo ya fursa ni pamoja na kuongeza uzalishaji wa bidhaa ambazo soko lake limeathiriwa na mgogoro, na hivyo kuongeza uwezo wetu wa ushindani wa kibiashara. Kwa mfano, ipo fursa katika kutoa huduma za upakiwaji na uhifadhi wa shehena za mizigo kwa muda yani transshipment, kwa meli ambazo zimeshindwa kufikisha shehena hizo katika bandari ya Mashariki ya Kati kutokana na uwepo wa vita. Aidha, vita hii inatoa nafasi kwa nchi yetu kuvutia wawekezaji ambao sasa wanaona eneo la Ghuba sio salama tena kwa uwekezaji wao, ikiwemo kuvutia uwekezaji katika eneo la gesi ili kujilinda na athari za majanga kama hayo katika siku zijazo. Mwenendo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2025, Mheshimiwa Spika, mwenendo huu umeelezwa kwa kirefu katika ukurasa wa 5 hadi 27 wa vitabu ambavyo waheshimiwa wabunge wanavyo, na tumeigawa katika makundi makubwa mawili: mapitio ya hali ya uchumi wa dunia na kikanda, ambao ipo ukurasa wa 5 mpaka wa 10. Naomba nijikite zaidi kwenye hali ya uchumi wa taifa. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025 serikali kupitia Ofisi ya Taifa ya Takwimu ilikamilisha maboresho ya takwimu za pato la taifa kwa kutumia mwaka 2019 kama mwaka wa kizio badala ya mwaka 2015. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko kadhaa yalijitokeza, ikiwemo ukubwa wa pato la taifa, viwango vya ukuaji wa mchango wa sekta mbalimbali katika pato la taifa, na uwiano wa viashiria mbalimbali kwa pato la taifa. Kwa mujibu wa takwimu mpya za mwaka wa kizio za mwaka 2019, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.9 mwaka 2025 ikilinganishwa na wastani wa 5.6 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kwa bei za mwaka husika, pato la taifa lilifikia shilingi trilioni 234.104 mwaka 2025, sawa na dola za Kimarekani bilioni 91.81 ikilinganishwa na shilingi trilioni 211.975 sawa na dola za Kimarekani, sawa na dola bilioni 81.2 kwa mwaka 2024. Kutokana na mwenendo huo, wastani wa pato la taifa kwa mtu uliongezeka kwa 7.4 na kufikia shilingi milioni 3,544,124 sawa na dola za Kimarekani 1,390 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa na shilingi milioni 3,199,737 sawa na dola 1,264 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025 sekta zilizokuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa zilikuwa kilimo ambacho kilichangia 24.3 ya pato la ghafi la taifa, ikifuatiwa na ujenzi 11.9, uchimbaji wa madini na mawe 10.3, biashara na matengenezo 8.6 na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo 8.3. Sekta zilizoongoza kwa ukuaji ni fedha na bima 15.7, umeme na gesi 11.8, uchimbaji wa madini na mawe 9.4, habari na mawasiliano 8.8, sanaa na burudani 8.5, pamoja na usafirishaji na uhifadhi wa mizigo 8.0. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025 mfumuko wa bei ulikuwa wastani wa 3.3 ikilinganishwa na 3.1 mwaka 2024. Ongezeko hilo lilichangiwa na kuongezeka kwa bei za vyakula. Pamoja na ongezeko hilo, kiwango hicho kilikuwa ndani ya lengo la nchi la muda wa kati la 3% mpaka 5% na kukidhi vigezo vya mtangamano wa kiuchumi kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki 8% pamoja na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC ambayo ni 3% mpaka 7%. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uwekezaji ya dunia ya UNCTAD ya mwaka 2025, yani World Investment Report 2025, uwekezaji kutoka nje ulifikia dola za Kimarekani bilioni 1.72 mwaka 2024 ukilinganisha na dola za Kimarekani bilioni 1.34 mwaka 2023, sawa na ukuaji wa 28.3. Shughuli za uchimbaji madini na mawe ziliongoza kwa kuwa na uwekezaji mkubwa zaidi wenye thamani ya dola za Marekani milioni 444.2 ikifuatiwa na fedha za bima dola za Marekani milioni 401.3, uzalishaji bidhaa viwandani dola za Marekani milioni 223.1 na habari na mawasiliano dola za Marekani milioni
152.1. Shughuli hizo zilichangia wastani wa asilimia 75.6 ya uwekezaji wote wa moja kwa moja kutoka nje. Aidha, shughuli za kilimo, ujenzi na usafirishaji na uhifadhi wa mzigo zilivutia uwekezaji wa moja kwa moja kwa asilimia 19.4 mwaka 2024 ikilinganishwa na asilimia 5.8 mwaka 2023. Kwa jumla, takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye ukuaji wa haraka wa uwekezaji barani Afrika, ikiwa imeshika nafasi ya 11 kwa kuvutia mitaji ya uwekezaji, yani foreign direct investment. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais ya Takwimu kwa kushirikiana na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wadau wengine imekamilisha utafiti wa mapato na matumizi ya kaya binafsi, yani Household Budget Survey ya mwaka 2025. Takwimu zitokanazo na utafiti huu hutumika katika kupanga, kutekeleza, kufuatilia na kutathmini programu na afua za maendeleo katika ngazi na taifa, mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa. Aidha, takwimu hizi ndio chanzo kikuu cha kutoa viashiria vya upimaji na utekelezaji wa afua za kupunguza umaskini nchini na kukuza uchumi. Huu ni utafiti wa 7 kwa Tanzania bara na utafiti wa 4 kwa Tanzania Zanzibar, na ni utafiti wa kwanza ukihusisha pande zote za muungano kwa wakati mmoja. Mheshimiwa Spika, matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kuwa Watanzania wanaoishi katika umaskini wa mahitaji ya msingi kwa Tanzania bara ni asilimia 25.1. Uchambuzi wa takwimu za mwenendo wa umaskini zinaonyesha kuwa kiwango hicho kimekuwa kikipungua kutoka asilimia 34.4 mwaka 2007, asilimia 28.2 mwaka 2012, asilimia 26.4 mwaka 2018 na sasa asilimia 25.1 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mwenendo huu unaonyesha kuwa jitihada zaidi zinahitajika katika kuongeza kasi ya kupunguza umaskini ili iendane na kasi ya ukuaji wa uchumi kama ilivyoainishwa katika Dira 2050. Malengo na shabaha za msingi za uchumi jumla kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, malengo na shabaha za msingi za uchumi jumla ni kama ifuatavyo kwa mwaka 2026: kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 6.3. Pili, kuimarisha mfumuko wa bei uwe ndani ya wigo wa 3 mpaka 5. Tatu, kuongeza mapato ya ndani kufikia 17.1 ya pato la taifa mwaka 2026. 4, kuongeza mapato ya kodi kufikia 13.7 ya pato la taifa. 5, kuwa na nakisi ya bajeti isiyozidi 3% ya pato la taifa mwaka 2026. 6, kiwango cha akiba ya fedha za kigeni kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4. Na 7, kuongeza uzalishaji wa ajira kufikia ajira milioni 107,000 mwaka 2026 kutoka ajira 981,000 zilizozalishwa mwaka 2024. Tathmini ya utekelezaji wa mpango wa taifa wa maendeleo mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2025-26 ni wa mwisho katika mfululizo wa mipango mitano ya muda mfupi iliyoandaliwa mahususi kutekeleza mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Mpango wa 3 huu ulikuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani wa viwanda kwa maendeleo ya watu na ilikuwa ni nyenzo ya utekelezaji wa dira ya taifa wa maendeleo mwaka 2025. Hivyo utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2025-26 ambao ni sehemu utekelezaji wa mpango wa 3 unahitimisha rasmi safari ya dira 2025 na kuweka msingi wa kuanza utekelezaji wa dira 2050 pamoja na nyenzo zake. Mheshimiwa Spika, mafanikio mengi ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano na mpango uliopita yameelezwa kwa ufasaha mkubwa na waheshimiwa mawaziri wakati wakiwasilisha hotuba za bajeti za wizara zao. Katika muktadha huo, ninaomba kufanya majumuisho kwa kuweka muhtasari wa mafanikio ya utekelezaji wa mpango huo wa miaka mitano pamoja na mpango wa mwaka mmoja pamoja na miaka mitano ya mwanzo ya serikali ya awamu ya 6
chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nimegawa mafanikio haya katika maeneo makubwa 6 yafuatayo. Eneo la kwanza ni kufufua na kuimarisha ukuaji wa uchumi. Wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021, kama tunavyokumbuka sote, Tanzania kama ilivyokuwa kwa nchi zote duniani ilikuwa inakabiliana na athari za ugonjwa wa uviko pamoja na migogoro ya kidunia. Katika kipindi chake cha miaka 5 ya mwanzo, uchumi umeweza kukua kufikia 5.9 mwaka 2025 ukilisha na 4.7 mwaka 2021. Pili, katika hilo, mapato yatokanayo na mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.4 mwaka 2021 alipoingia hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 10.6 mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, hayo ni mafanikio makubwa, almost doubling export value in the last 5 years. Pili, kukamilisha kwa mafanikio baadhi ya miradi mikubwa ya kielelezo, na imetajwa na Mheshimiwa Waziri, nihitaji tu kwa kukariri 4. Obviously, ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR ambao wote tunafahamu na huduma zinaendelea, kilomita 680.38 zilishakamilika na kazi inaendelea katika lote ambazo zimebaki. Pili, kukamilishwa kwa utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Hatua hii imewezesha uwezo wa kuzalisha umeme kuongezeka na kufikia megawati 4522.54 mwezi Machi 2026 na kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye kuzalisha kiasi kikubwa cha umeme katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, katika miaka 60 ya uhuru tuliweza kuzalisha umeme megawati 1600. Katika miaka 5 hii ya uongozi wa awamu ya 6 ulioanzia awamu ya 5 tumeweza kuzalisha zaidi ya megawati 2000. Mradi wa 3, ujenzi wa daraja la JPM formerly known as Kigonga Busisi umekamilika na umekuwa ni alama muhimu ya biashara na fursa katika kanda ya Ziwa. Na 4, ununuzi wa meli na ujenzi wa bandari ya uvuvi wa Kilwa ambayo almost umekamilika 97%, hatua ambayo itaanzisha na kuchochea rasmi uchumi wa bluu na kuweza kuongeza thamani katika sekta ya uvuvi. Eneo la 3 ni kuendelea kuimarika kwa mazingira ya biashara na uwekezaji kama nilivyoeleza. 4, kuendelea kupanuka kwa fursa za ajira, na nitoa mifano michache hapa. Mheshimiwa Spika, nguvu kazi ya Tanzania kwa utafiti mpya wa HBS uliofanywa na NBS imefikia milioni 27.3 sawa na 73.2 ukilinganisha na 72.1 mwaka 2020-2021. Kati ya hawa watu milioni 25.6 ndio wenye ujira, ambapo 54.2 wameajiriwa katika sekta ya kilimo, 35.5 katika sekta ya huduma na 10.3 katika sekta ya uzalishaji viwandani. Mheshimiwa Spika, utaona kwamba watu walio katika sekta ya kilimo wamepungua kutoka 60% mwaka 2020-2021 hadi sasa 50.2, na hiyo ni tabia ya nchi ambazo zinakuwa kuelekea uchumi wa kati. Hiyo haimaanishi kwamba umuhimu wa kilimo unapungua. Umuhimu wa kilimo upo pale pale, isipokuwa kilimo kinazidi kuwa cha kisasa na watu wengi wanajiunga na sekta za uzalishaji viwandani pamoja na sekta ya huduma. Pili, katika hiyo kiwango cha ukosefu wa ajira kimepungua kwa maana unemployment kufikia 6.4 mwaka 2024 ukilinganisha na 8.7 mwaka 2020-2021, na wastani ukuaji wa ajira kwa mwaka umeongezeka kufikia 7.8 mwaka 2024
ukilinganisha na asilimia 2.3 mwaka 2020-2021. Kwa Mheshimiwa Spika, uwezo wetu wa kuzalisha ajira mwaka 2020-2021 ilikuwa asilimia 2.3 kwa mwaka. Kwa sasa tumeongeza, tuna uwezo wa kuzalisha ajira angalau kwa asilimia 7.8. Na wakati mwingine takwimu hizi za kitakwimu inakuwa ngumu kuzielewa. Tuseme jambo moja muhimu hapa. Mheshimiwa Spika, kati ya mwaka 2019 mwaka 2020 wote tunatambua serikali ilisitisha ajira na kupandishwa vyeo katika utumishi wa umma kwa miaka 5. Hata hivyo, kama sehemu ya falsafa yake ya kuifungua nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alifungulia ajira na kupandishwa vyeo na madaraja katika utumishi wa umma. Kwa moja ya hatua ambazo Mheshimiwa Rais alichukua mapema sana ni kufungulia ajira na kupandishwa kwa madaraja katika utumishi wa umma. Na katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, serikali yake ya awamu ya 6 imeshaajiri watumishi wa umma 32,833 ikiwemo walimu 7,000 na watumishi wa afya 5,000 walioajiriwa katika sehemu ya kutekeleza ahadi za Mheshimiwa Rais ndani ya siku 100 baada ya kuapa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia uchaguzi wa mwaka 2025. 5, kuendelea kupanuka kwa fursa na kuimarika kwa kiwango cha ubora wa huduma za jamii ikiwemo kupungua kwa vifo kwa kina mama. Tumelisema hili mara nyingi. Ujuzi wa kusoma na kuandika umeongezeka. Mheshimiwa Spika, sasa umefikia 85.1. Idadi ya wanafunzi wanaohitimu katika vyuo vikuu imeongezeka sasa kufikia wanafunzi wahitimu 62,570 kwa mwaka 2024. Mwaka 2021 walikuwa wanafunzi 54,810. Na hadi kufikia Disemba, serikali iwekeza ujenzi wa miundombinu ya maji na usafi wa mazingira yenye uwezo wa kusambaza huduma ya maji vijijini kwa 85.2 na kwa upande wa mijini kwa 92.5. 6, kama sehemu ya muhtasari wa mafanikio, serikali ya awamu ya 6 imekamilisha kwa mafanikio makubwa maandalizi ya Dira 2050 na nyenzo zake zote za utekelezaji. Kwa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakuwa rais anayekamilisha Dira 2025 na anayeanzisha utekelezaji wa dira yetu mpya 2050. Mheshimiwa Spika, sasa nieleze malengo na vipaumbele vya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza malengo makuu ya dira, vipaumbele vya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2026-2027 vimeandaliwa kwa kutoa maeneo ya vipaumbele, malengo, shabaha, afua na viashiria muhimu vya utendaji vilivyoainishwa katika mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 2026-2027 hadi 2030-2031, ambao dhima yake, waheshimiwa wabunge, ni mageuzi kwa ajili ya ukuaji jumuishi wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Na hicho ndicho kitakuwa kipimo kikubwa. Sekta zote na kila mtu anachokifanya ni kwa kiasi gani anachangia kukuza uchumi jumuishi na kwa kiasi gani anazalisha ajira, ndio itakuwa inatuongoza. Mheshimiwa Spika, katika mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2026-2027 serikali itatekeleza maeneo ya kipaumbele 5. Mosi, kuimarisha utawala bora, demokrasia, amani na utulivu. 2, kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani. 3, kuimarisha uwezo wa watu, maendeleo ya jamii ikiwepo elimu, afya, maji, hifadhi ya jamii na makazi ya watu. 4, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu kwa mabadiliko ya tabia nchi. Na 5, kusimamia utekelezaji wa vichocheo vya mageuzi ikiwemo nishati, miundombinu ya usafiri na usafirishaji, utafiti na maendeleo pamoja na mageuzi ya kidijitali. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza maeneo ya vipaumbele vilivyoainishwa hapo juu, serikali imepanga kuanza kutekeleza programu miradi mbalimbali ikiwemo miradi shikizi 38 kati ya 51 iliyopo katika programu 7 za vielelezo vilivyoainishwa katika mpango wa 4 wa maendeleo ambao niliwasilisha mwezi wa 3. Mheshimiwa Spika, gharama za utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2026-2027 zinakadiriwa kuwa shilingi za Kitanzania trilioni 86.3 ambazo ni sawa na 18.1 ya gharama za kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5, ambao gharama yake inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 477.747.
Gharama hizo zinatokana na uwekezaji wa wadau wakubwa watatu: serikali kuu na mamlaka ya serikali za mitaa, sekta binafsi na mashirika ya umma. Kati ya uwekezaji huo, sekta binafsi inatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 60.1 sawa na 69.6. Sekta ya umma kwa ujumla wake inatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 26.2 sawa na 30.4, ambapo mashirika ya umma yanatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 5.5 na serikali itachangia shilingi trilioni 20.8 itakayotengwa kutoka katika bajeti ya serikali kama ambavyo itawasilishwa baadaye leo alasiri na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla wake tunayo miradi ya maendeleo katika kitabu chetu, miradi 366, na katika kitabu ambacho waheshimiwa wabunge wanacho ipo ukurasa wa 158 mpaka 171 na viashiria vya upimaji vya 304. Ufanisi wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2026/27 utajengwa katika misingi 8 ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa demokrasia, amani, usalama na utulivu wa ndani na katika nchi jirani inayowezesha shughuli za kiuchumi na uwekezaji kustawi. Pili, kudumisha misingi ya utawala bora na utawala wa sheria ikiwa ni pamoja na uwajibikaji, uwazi na ufanisi katika matumizi ya rasilimali za umma. Tatu, kuendelezwa kwa miundombinu ya nishati, bandari, barabara na reli ikiwa ni utekelezaji wa dhima ya kuifanya Tanzania kwa kitovu cha biashara, viwanda na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Nne, kuimarika kwa ubunifu na matumizi ya teknolojia za kidijitali katika kutoa huduma za kijamii na uzalishaji. Tano, kuendelea kuimarika kwa mazingira ya biashara na uwekezaji yatakayochochea ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za uchumi. Sita, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga ya asili na yasiyo ya asili ikiwemo ukame, mafuriko, vita, milipuko na magonjwa na misukosuko ya kiuchumi ya kimataifa kupitia mikakati ya kukabiliana na kupunguza athari zake. Saba, kuendelea kuimarika kwa uchumi wa dunia na utulivu wa bei katika masoko ya fedha na bidhaa. Na nane, kuendelea kuimarika kwa upatikanaji na usalama wa chakula nchini. Mheshimiwa Spika, nifanye hitimisho. Mheshimiwa Spika, hakuna shaka kwamba kazi kubwa imefanyika katika kipindi cha miaka mitano ya utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano na katika miaka mitano ya awamu ya 6 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio yaliyopatikana na changamoto zilizotokeza yameweka msingi imara katika kuanza utekelezaji wa Dira 2050 na mikakati yake. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza awali, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026 ni nyenzo ya kwanza katika kuanza utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026/27 ya hadi 2030/31 na Dira 2050. Aidha, serikali imekamilisha nyenzo zote muhimu za utekelezaji wa Dira 2050. Nyenzo hizo ni pamoja na mpango elekezi wa muda mrefu, yani long term perspective plan 2026/27 hadi 2050/51, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, fourth five-year development plan 2026/27 hadi 2030/31, mwongozo wa kitaifa wa uundaji mipango, mwongozo wa kitaifa wa uidhinishaji wa miradi ya maendeleo, mwongozo wa kitaifa na ufuatiliaji wa tathmini ya miradi ya maendeleo, yani National Monitoring, Evaluation, Learning and Accountability Framework, na mkakati wa mawasiliano wa Dira 2050 wa miaka mitano, yani 2026/27 hadi 2030/31. Kwa hivyo, Mheshimiwa Spika, kufuatia kukamilika kwa nyenzo hizo, utekelezaji wa Dira 2050, kazi iliyo mbele yetu sasa ni moja tu, nayo ni kutekeleza. Tumeshapanga na Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza amekamilisha dira kwa wakati. Mwaka 2020, mwaka 2000 kamili tulikuwa na dira tu, hatukuwa na nyenzo za utekelezaji. Zimekuja kupatikana miaka 10 baadaye.
Safari hii dira ipo na nyenzo zote za utekelezaji zipo. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kama ambavyo umetuasa mara zote, sote, serikali, sekta binafsi, wabunge na wananchi wote, kazi iliyopo mbele yetu sasa ni moja tu: kutekeleza. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji na tathmini ya miradi ya maendeleo, mafanikio ya utekelezaji wa dira 2050 na mkakati yake yatapimwa kwa kuzingatia viashiria vya matokeo, yani key performance indicators, kwa kila sekta, na hatutapimwa kwa wingi wa shughuli wala uhodari wa kukamilisha michakato. Tutapimana kwa mujibu wa viashiria vya matokeo, yani key performance indicators. Na Mheshimiwa Spika, katika vitabu ambavyo tumetoa, kila sekta imepewa viashiria vyake. Vipo sekta kwa ujumla wake 22 na vipaumbele 12, na nivieleze hapa. Tumevigawa katika maeneo matano kwa kuzingatia msingi mkuu wa dira, kuzingatia nguzo za dira na kwa kuzingatia vichocheo vya dira. Kwa hivyo eneo la utawala, amani, usalama na utulivu, na waheshimiwa bunge, ipo ukurasa wa 81 mpaka 134 sura ya 8 ya vitabu ambavyo tumewagawia. Viashiria hapa vipo 26. Viashiria vya uchumi imara, jumuishi na shindani vipo 90. Viashiria vya uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, ikiwemo elimu, afya, maji, hifadhi ya jamii na ardhi na makazi vipo 141. Mazingira ya ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi vipo 7, na vichocheo kwa maana ya nishati, tehama, ujenzi, uchukuzi, sayansi na teknolojia 40. Jumla ya viashiria 304, na tumevigawa kwa kila sekta. Kwa hiyo mnapotupima, waheshimiwa wabunge, tupimeni kwa mujibu wa viashiria hivyo na sio namna tunavyoshughulika. Shughuli ni muhimu, lakini tunataka matokeo hatimaye. Kwa hiyo watu watapewa tuzo, tupongezane kwa uhodari wa kutekeleza viashiria hivi na sio kwa uhodari wa uchakarikaji. Viashiria vya upimaji wa matokeo, key performance indicators. Mheshimiwa Spika, napohitimisha, ninapenda kurejea maelekezo ya CCM kuhusu maendeleo vijijini. Ilani ya CCM ambacho ni chama tawala ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ilibaini kuwa wananchi wengi bado wanaishi vijijini na kwamba kasi ya maendeleo vijijini inahitaji kuongezeka na kupewa msukumo mpya. Aidha, CCM inatambua umuhimu wa kuimarisha maendeleo vijijini na kufanya vijiji vikue kiuchumi na katika huduma za jamii ili kupunguza wimbi la vijana kuhamia mijini kwa kukuza ajira. Hivyo basi, ningependa kuwakumbusha watekelezaji wote wa ilani ya CCM na mpango wa maendeleo kuzingatia maelekezo 12 mahususi yaliyotolewa na ilani ya CCM kuhusu kuongeza kasi ya maendeleo vijijini kama ifuatavyo. Mosi, kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja vijijini ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Na hapa wahusika wakubwa ni Wizara ya Ujenzi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA na TANROADS. Pili, kuanza programu maalum. Ilani imeagiza kuanza programu maalum ya ujenzi wa nyumba bora vijijini, na wahusika hapa ni Wizara ya Ardhi pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Tatu, kuimarisha huduma ya mawasiliano ili kuongeza kasi na kupanua wigo wa matumizi ya teknolojia ya habari kwa wananchi wa vijijini ili kunufaika na fursa zitokanazo na shughuli za uzalishaji kiuchumi na kijamii. Na ilani iliagiza kuweka sera za kikodi za kuvutia wawekezaji kuimarisha huduma za mawasiliano vijijini. 4, kuongeza kasi na wahusika hapo wakubwa, wizara yetu inahusika na TEHAMA pamoja na Wizara ya Fedha. 4, kuongeza kasi ya kusogeza huduma za msingi ikiwepo maji, afya, elimu na umeme vijijini. 5,
kukuza stadi za maisha na ujuzi miongoni mwa vijana kwa kujenga na kuweka mazingira wezesha ujenzi wa vyuo vya mafunzo ya amali ili kukuza ajira katika kila wilaya. Wahusika Wizara ya Elimu, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. 6, kupitia upya mifumo ya uuzaji wa mazao ya kilimo, mifugo na misitu kwa lengo la kunufaisha wakulima, kurahisisha na kuwezesha mazingira ya kufanya biashara vijijini. Na hapa tunahusika sote chini ya usimamizi Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. 7, kuweka mazingira maalum ya kuvutia ujenzi wa viwanda vidogo vidogo vijijini kwa lengo la kufanya uchakataji wa malighafi katika sekta za kimkakati zikiwemo kilimo, mifugo, uvuvi na misitu ili kuongeza fursa za ajira na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Na muda mfupi uliopita Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Waziri wa Uvuvi wameeleza wanavyofanya jambo hilo. 8, kuimarisha usalama wa chakula kwa kuboresha uhifadhi wa mazao, kuwapatia wakulima teknolojia za kisasa za uhifadhi wa chakula na kuanzisha na kuendeleza kilimo cha mazao yanayohimili ukame wa mabadiliko ya tabia nchi. 9, kuimarisha miundombinu ya masoko ikijumuisha vituo vya ukusanyaji na uongezaji wa thamani. 10, kuweka mfumo mpya wa upatikanaji wa fedha vijijini kwa kutekeleza mpango maalum wa kurahisisha utoaji wa huduma na kutoa mikopo yenye riba ndogo itakayowezesha wananchi kuwekeza katika kilimo cha kisasa na shughuli za ujasiriamali. 11, kupanga matumizi bora ya ardhi, kupima na kumilikisha ardhi kwa wananchi ili kuwezesha kupata mikopo na motisha kuweka zaidi katika kilimo, ufugaji na shughuli nyingine za kiuchumi. Na CCM ilielekeza katika ilani kwamba angalau 60% ya ardhi yote vijijini iwe imepimwa ifikapo mwaka 2030. Na 12, kuimarisha vyama vya ushirika kimuundo, utawala, uendeshaji na kirasilimali kama vyombo muhimu vya sauti ya wakulima, wafugaji na uvuvi. Mheshimiwa Spika, nimeona nimalizie na maelekezo ya CCM kwa sababu serikali hii ya awamu ya 6 imeundwa na Chama cha Mapinduzi, na serikali hii kwa hivyo inawajibika kutekeleza maelekezo ya ilani kikamilifu, na nikuahidi Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wenzangu serikalini tutasimamia utekelezaji wa maelekezo yote ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake. Ninavyohitimisha Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzangu tunafanya nao kazi, Mheshimiwa Naibu Waziri Daktari Pius Steven Chaya, mbunge wa Manyoni, kijana machachari sana, kwa msaidizi wake muhimu na umahiri wake katika kutusaidia. Nimshukuru sana Daktari Tausi Mbaga Kida, katibu mkuu na katibu mtendaji wa Tume ya Mipango na timu yake, wakiwepo manaibu watendaji wa tume kwa jinsi ambavyo wameandaa taarifa hizi makini mbili. Lakini mashukuru PST Dr. Natu Mwamba kwa ushirikiano katika kuandaa hali ya taarifa hali ya uchumi wa taifa, management na wote ambao tunafanya nao kazi, na kwa kipekee ni washukuru sana wadau wa maendeleo ambao tumefanya nao kazi katika kuandaa taarifa hizi. Mheshimiwa Spika, hotuba yetu hii inapatikana pia katika tovuti zetu za Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji pamoja na tovuti ya Tume ya Taifa ya Mipango. Na Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, sasa ninayo heshima kuliomba bunge lako likubali kupokea, kujadili na kupitisha taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Hoja hiyo imeungwa mkono. Asante Mheshimiwa Waziri kwa hotuba. Hotuba zinazotekelezeka ni zile fupi lakini ziko clear. Nakuja hapa na hotuba peji 800 alafu hakuna kilichofanyika. Hongera sana Mheshimiwa Waziri wa Mipango kwa kazi nzuri unafanya.
Wageni waliopo bungeni asubuhi hii, wageni waliokaa jukwaa la Spika, wageni wa Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, ndugu Monica Hangi, Country Director Gatsby Africa, karibu. Wageni wengine, Mheshimiwa Profesa Mkumbo, Management kutoka Tume ya Taifa ya Mipango, wadau wa maendeleo, wajumbe kamati ya siasa wilaya ya Ubungo, madiwani wa halmashauri ya Ubungo, wenyeviti wa CCM kata ya jimbo la Ubungo, majirani wa mheshimiwa katika jimbo la Ubungo, mgeni Mheshimiwa Profesa Riziki Salas Shemdoe, ndugu Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, wageni waheshimiwa wabunge, mgeni wa Mheshimiwa Silveri Luboja Salvatori, mwalimu na mpiga kura wake kutoka wilaya ya Misungwi, Mwanza. Waheshimiwa wabunge, leo ndio siku ya bajeti. Niwaombe sana, saa 9:30 kila mtu amekaa kwenye kiti chake, na bajeti leo itaanza saa 10 jioni kamili. Nasitisha shughuli za bunge mpaka saa 10 kamili jioni ya leo. Mheshimiwa, tuendelee kusimama.